Msaada huu unatoka kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania Bwana Yusuf Juma Mwenda, ambaye yeye mwenyewe ameridhia uletwe katika vituo hivi ili watoto hawa mayatima na wajane ambao wanasimamiwa katika kituo hichi wapate faraja kwa kupata chakula kizuri wakiwa wanasherehekea sikukuu za Eid al-Fitr ambazo tunatarajia kusherehekewa hivi karibuni. Kwa kweli huu umekuwa ni utamaduni wa TRA kurudisha shukrani kwa wanajamii kwa njia mbalimbali, ikiwemo hii ya kutoa misaada kwa mayatima ama vikundi mbalimbali vya watu ambao wasiojiweza. Lengo ni kuweka ukaribu, kwa sababu hawa ni miongoni mwa walipa kodi wetu. Kwa maana hiyo, siku zote sisi tunaangalia kwamba tukiwa pamoja, basi watu wataweza kulipa kodi zao kwa hiari na kuiwezesha TRA kuweza kuvuka malengo na kuiwezesha serikali kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuboresha huduma za jamii mbalimbali ambazo tunaziona. Kama sasa hivi tunaona jamani, huduma za jamii zimeboreka hasa kwa upande wa Zanzibar. Tunaona miundombinu mbalimbali ya serikali, miundombinu ya barabara, madaraja, viwanja vya ndege. Jamani, hizi ni miongoni mwa fedha zetu za kodi ambazo tunazilipa wananchi. Kwa maana hiyo, sisi tunapenda kuwa nao kwa pamoja, tufurahike pamoja, na leo tumekuja kutoa msaada ili kuwawezesha watoto hao mayatima na wajane ambao wanaishi katika kituo hichi cha Kidundo Foundation kuweza kufurahi vizuri katika sikukuu ya Eid. Nipo ustazi wa hawa watoto. Sadaka hii ambayo kwamba mmetuletea kwa ajili ya Eid al-Fitr tunapokea vizuri, tunapokea kwa mikono miwili. Mungu akulipe kila la kheri pamoja na uongozi wako. Sadaka hii tumepokea kwa mikono miwili. Allah akubariki katika kazi zako. Kwa niaba ya Kidundo Orphanage Center nimefurahi sana pamoja na wenzangu kwa kupokea sadaka hii kutoka kwa mamlaka mapato TRA. Kiukweli tumefurahi sana kwamba ni faraja kupokea sadaka hii katika kituo chetu, kwamba kimetusaidia sana kuendeleza Eid al-Fitr. Kwa hiyo tuseme kwamba asanteni sana, na nipate kusema kwamba mheshimiwa, isiwe mwanzo na mwisho, iwe ni endelevu, kwa sababu kwamba taasisi yetu inakuwa ina changamoto mbalimbali na upungufu wa mambo mbalimbali. Miongoni mwa hayo mambo ni kwa chakula inakuwa sometimes inakuwa tunakipata kwa tabu, na isitoshe mavazi hususani kipindi cha sikukuu.